Kisha nikaona katika mkono wa kulia wa yule aliyeketi kwenye kile kiti cha enzi hati iliyoandikwa ndani na nje, ambayo ilikuwa imefungwa na mihuri 7. Tena nikamwona malaika mwenye nguvu akitangaza kwa sauti kuu, ni nani anayestahili kufungua hati hii na kuvunja mihuri yake? Lakini hakupatikana mtu mbinguni, juu ya nchi, wala chini ya nchi, aliyeweza kufungua hati hiyo wala kuitazama. Nililia sana kwa sababu hakupatikana mtu aliyestahili kuifungua hati hiyo wala kuitazama. Kisha mmojawapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama, yule simba wa kabila la Yuda, wa ukoo wa Daudi ameshinda. Yeye anaweza kufungua hati hiyo na kuvunja mihuri yake 7. Mwana-Kondoo, Mwana-Kondoo, wewe unastahili. Mwana-Kondoo, Mwana-Kondoo, ichukua hati. Katikati ya kile kiti cha enzi na wale viumbe 4 na wale wazee, nikaona Mwana-Kondoo amesimama, akionekana kama amechinjwa. Alikuwa na pembe 7 na macho 7, ambayo ni wale roho 7 wa Mungu waliotumwa ulimwenguni kote. Huyo Mwana-Kondoo akaenda akaichukua ile hati kutoka kwenye mkono wa kulia wa yule aliyeketi kwenye kile kiti cha enzi. Alipokwisha kuichukua ile hati, wale viumbe 4 pamoja na wale wazee 24 walianguka mbele ya yule Mwana-Kondoo. Kila mmoja wao alikuwa na kinubi, na walikuwa wameshika mabakuli ya dhahabu yaliyojaa ubani, ambao ni maombi ya watu wa Mungu, nao wakaimba wimbo mpya. Mwana-Kondoo, Mwana-Kondoo, wewe unastahili. Mwana-Kondoo, Mwana-Kondoo, kuifungua mihuri. Kwa sababu wewe uliuawa, na kwa damu yako ukamnunulia Mungu watu kutoka katika kila kabila na kila lugha, watu wa kila jamaa na kila taifa. Umewafanya hawa wawe ufalme na makuhani wa kumtumikia Mungu wetu, na watatawala ulimwenguni. Mwana-Kondoo aliyewawa anastahili kupewa na utukufu na sifa na heshima milele. Kisha nikasikia kila kiumbe mbinguni na duniani, juu ya nchi na chini ya nchi, baharini na vyote vilivyomo baharini, wakiimba, baraka na heshima na utukufu na uweza ni wake, yeye aketie juu ya kiti cha enzi na kwa Mwana-Kondoo, hata milele na milele. Na wale viumbe